Namshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi cha maombi ambacho tumekuwa nacho tangu saa 2. Kwa nini namshukuru Mungu kwa sababu ya kipindi cha maombi? Kwa sababu tangu nikiwa nyumbani, tangu usiku basically, nikijua kwamba tasimama, lakini nilikuwa naona kuna uzito mkubwa. Ni kama Paulo alikuwa anasema, nilikuwa nimefichwa katika roho, sijue ni kitu gani. Na kwa sababu hiyo sikujua pia niombe kitu gani, kwa sababu nimejizoesha kuwa naomba kutokea katika roho, nikijua ya kwamba nikiomba kutokea kwenye mwili kuna kitu kitatokea. Kuna watu wanaita spiritual counterfeit. Shetani huwa anatumia kuingilia, ni kama vile unavyosikia mtu channel yake imedukuliwa. Ukiomba katika mwili, ile channel rahisi sana kuchukuliwa na shetani, alafu kaomba tofauti na Mungu anavyotaka. Lakini ukiwa katika roho unaweza kujua kitu gani cha kuomba. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimefungwa sana, sikujua niombe nini, lakini nilikuwa down. Hata nilipokuwa tunakuja njiani, nilikuwa siongei sana na watu ambao nilikuwa nakuja nao, na hawakujua kwa nini siongei sana, kwa sababu kuna kitu kimefichwa. Lakini kupitia maombi, tangu tumeanza maombi yale ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa anaongoza, ndio vitu ambavyo nimegundua nitakiwa kuviomba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kiongozi wa maombi, Mungu akubariki sana. Huduma yako ni kubwa. Najisikia nimeinuliwa, nasikia kanisa, naona kanisa limeinuliwa liko juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumepokea fresh anointing, upako mpya. Tuko juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuko juu sana. Yesu alisema nitalijenga kanisa langu ambalo milango ya kuzimu halitalishinda. Kwa hiyo sio kanisa la kudhoofika. Ndio maana mtumishi wa Mungu alipokuwa anaongoza maombi, alikuwa analenga target kabisa. Ndio vitu muhimu ambavyo mtu wa Mungu kama anataka kabisa kuishi maisha ya ushindi, hizo ndio vipengele ambavyo mtumishi wa Mungu alikuwa anaviongoza tuviombe. Na baada ya maombi nimesikia kuinuliwa, niko juu na watu wote wako juu sana. Nikijua kitu kimoja, ya kwamba wakati wa kufundisha neno la Mungu, kama kabisa umejiandaa bila ucompromise injili, bila compromise neno la Mungu, kama umejiandaa kabisa kwamba mimi niko kinyume na kazi zote za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Saa ya kufundisha ndio saa ya kupambana nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vita vyetu tunavyopigana viko katika ulimwengu wa roho, katika falme na mamlaka, wakuu wa giza na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini hao wakuu wa giza na pepo wabaya wanatumia zile ngome ambazo ziko ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya mtu hata aliyeokoka pia, kwa sababu tunakamilishwa polepole mpaka Yesu atakapokuja. Ndio maana tunakusanyika kujifunza maneno ya Mungu. Kuna ngome ambazo kabla hatujaokoka au baada ya kuokoka zilikuwa zimejijenga ndani, ambazo hizo ngome lazima zibomolewe, ziangushwe. Ngome na mawazo na elimu inayojiinua juu ya elimu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vitu haviko nje, viko ndani ya mtu. Mpaka mtu afundishwe, ingie neno la kweli, hiyo ndio linaondoa zile ngome na mawazo na fikra na kila elimu inayojiinua juu ya elimu ya Mungu. Hasa kwa wakati huu ambapo ni wakati wa mwisho, ambapo kuna huduma nyingi zimetokea. Manabii na mitume na wachungaji wapo, walio wa kweli, wapo walio uongo. Lakini inatokea kabisa mtu wa Mungu anaweza asijue kipi ni cha kweli na kipi ni cha uongo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio kwenye subira ya watakatifu, kwa sababu Yesu anakaribia kuja, na lazima vitu vyote vya muhimu viwe vimeshafundishwa. Nilisema siku moja wakati nilikuwa nafundisha hapa kwamba kuna vitu ambavyo mtu asipovijua sasa hivi kabla Yesu hajarudi, hawezi kwenda naye kwa ajili ya kumiliki ile miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana Paulo alisema ya kwamba sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tusipojali wokovu. Kujali wokovu kuna vitu vya kuvifuatilia. Bwana asifiwe. Kuna vitu fulani ambavyo Paulo alisema katika Wakolosai sura ya 3 ya kwamba kama nyinyi mmesulubiwa pamoja na Kristo, yatafakarini yaliyo ya juu ambako Kristo aliko, sio yaliyo ya chini. Bwana asifiwe. Maana nyinyi mlikufa. Haleluya. Kila mmoja anakubali kwamba alikufa. Maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo tutakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika vipindi vilivyopita, wiki iliyopita na nyuma, kulikuwa na mafundisho ambayo tulikuwa tunaenjoy sana, yanatufikisha katika viwango vya juu sana. Hasa tulikuwa tukigusa habari ya nafsi, roho na mwili. Haleluya. Na tukasema ya kwamba wale wanaofuata mwili huwa wanafikiri mambo ya mwilini, na wale wanaofuata roho huyafikiri mambo ya rohoni. Haleluya. Hii ni siri ya kila mmoja, kwamba hivi mimi muda mwingi nafikiria vitu gani? Haleluya. Kama muda mwingi niko katika mwili tu, nafikiria lini nitapata gari, lini nitapata nyumba, lini nitapata mchumba, lini nitapata pesa, lini, lakini hufikirii vitu vya juu, na hujawahi kutafuta hivi vitu vya juu ambao neno la Mungu linasema nivifikirie ni vitu gani. Hata kama hivyo vya mwilini unavyofikiria ni vizuri kweli, vinaweza vikakustawisha maisha yako, lakini kwa neno la Mungu linavyosema kwamba fikirini yale ya juu, utakuwa bado hujazingatia neno linalosema kwamba hujajali wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana amesema nami ni kuendelea katika somo hili. Nitakuwa naendelea kwa kipindi ambacho nitapewa na mamlaka ya kufundisha. Nitakuwa naendelea kufundisha vitu hivyo ambavyo tulikuwa tukifundisha, kwa sababu ndio vitu vya muhimu kuvifahamu. Bwana asifiwe. Nitakuwa nagusa roho. Haleluya. Kwa maana ya kwamba mtu akishaokoka, akishazaliwa mara ya pili, haleluya, huyu mtu alikuwa wa mwilini. Haleluya. Kwa maana ya kwamba siku ile Adamu alivyomwasi Mungu, akala mti wa ujuzi wa mema na mabaya, roho yake ambayo ilikuwa na uwezo wa kupokea taarifa kutoka kwa Mungu, ili hizo taarifa ziletwe katika nafsi ambao ni akili, hisia na nia, zikichakatwa hizo taarifa katika nafsi, viungo hivi vifanye kazi ya lile neno ambalo limetoka kwa Mungu. Adam alivyoasi, roho ilikufa. Nafsi hai ni matokeo. Hebu niseme kidogo hapo. Mungu alivyomuumba mtu, aliumba roho kwanza, na akaiambia nendeni mkatishe, mkatawale, mkamiliki. Sawa? Haleluya. Baadaye sura ya 2 utaona ameandika kwamba baadaye akaenda kule nje, akaumba mwili wa udongo, halafu akapulizia pumzi. Hiyo pumzi ndio roho ya mtu, ikaingia ndani ya mtu, halafu akawa nafsi hai. Kwa hiyo nafsi ni matokeo ya muunganiko wa mwili ule uliotengenezwa pale na roho ambayo imetengenezwa katika kabla ya mwili haujatengenezwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nafsi inakaa katikati pale. Tunaelewana hapo? Nafsi inakaa katikati ya roho na mwili. Tumeelewana hapo? Narudia, nafsi inakaa katikati ya roho na mwili. Lakini kilichokuwa kinaambiwa kwamba mkatawale, mkatisha na kutawala ni roho. Haleluya. Kwa maana ya kwamba mtu asipokuwa na roho, au roho yake kama haifanyi kazi, ameshakosa sifa ya kutawala. Kwa sababu kilichokuwa kinaambiwa kitisha na kutawala ni roho ya mtu, ambayo itakuwa inapokea taarifa kutoka kwa roho wa Mungu. Haleluya. Nafsi inapokuwa katikati pale, mazingira ya nafsi ambayo ni akili, hisia na nia,
nafsi ina uwezo yenyewe wa kuchagua kwamba nipokee taarifa kwenye roho au nipokee taarifa kutoka kwenye mwili. Haleluya. Ikianza kupokea taarifa kutoka kwenye roho, na hizo ambazo taarifa kutoka kwenye roho zimetoka kwa Mungu, huyo mtu anaweza kuishi maisha ya rohoni. Anakuwa ni mtu wa rohoni. Haleluya. Paulo amezungumza vitu hivyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 kwamba kuna mtu wa asili, kuna mtu wa rohoni na kuna mtu wa tabia za mwilini. Tunaelewana hapo? Haleluya. Kwa hiyo nafsi ikichagua iache kusikiliza taarifa zinazotokea kwenye roho, ikaanza kusikiliza taarifa za nje, haleluya, matokeo yake inakuwa imemuasi Mungu. Imeacha kuishi kwa mfumo ambao ilitokea, nafsi haikuumbwa, ilitokea baada ya pumzi ilivyopulizwa kwenye ule mwili ikafanya kuwa nafsi hai. Kwa hiyo, kwa kuwa nafsi ilitokea ili iwe inapokea taarifa kutoka kwenye roho, sasa imemuasi Mungu, imeanza kupokea kwenye mwili. Roho ya mtu kwanza inakuwa imekufa, halafu nafsi inaingia utumwani. Haleluya. Kwa sababu aliyemdanganya Adam, alimdanganya Eva kula matunda ya mti wa uzima na mabaya ni Shetani. Alitokea kwenye mwili, alitumia tekniki 3: kiburi cha uzima, tamaa ya mwili na tamaa ya macho. Haleluya. Alivyoona, maandiko yanasema Mwanzo sura ya 3, alivyoona ya kwamba ule mti wafaa kwa chakula, nao wapendeza, tamaa ya macho, nao unaweza kumpa mtu knowledge, you can make one wise, unaweza kumfanya mtu awe naamua mambo yake mwenyewe, akala. Kwa maana hiyo ni kwamba nafsi ikiamua kuacha kusikiliza katika roho, halafu ikasikiliza nje, maana yake imeamua kuishi kwa utashi wake mwenyewe. Na hiyo nguvu, hizo taarifa ambazo zinatoka nje zinaifikia nafsi, inakuwa nguvu inayoitawala hiyo nafsi. Lakini nafsi ikianza kupokea taarifa kutoka rohoni ambazo zimetumwa na Roho wa Mungu, huyo mtu anatawaliwa na nguvu za Mungu. Anakuwa ni mtu wa mwilini au anakuwa mtu wa rohoni. Akisikiliza katika roho, anakuwa mtu wa rohoni. Akisikiliza katika mwili, anakuwa ni mtu wa mwilini. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu linasema hivi. Warumi sura 14 mstari wa 7 na wa 8. Nitarudia tena. Warumi sura 14 mstari wa 7 na 8. Kwa sababu, hebu sema kwa sababu, hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake. Kwa sababu hakuna nitarudia, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana tukiishi, twaishi kwa Bwana, na kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Kwa maana nimeshazungumza historia ya nafsi jinsi ilivyoumbika, na Paulo anazungumza na kanisa la Rumi ya kwamba sisi tuliozaliwa mara ya pili, tumeokolewa, tumezaliwa mara ya pili. Haleluya. Hatuwezi kuishi kwa nafsi zetu kwa sababu moja, ya kwamba nafsi ilipoasi ikafuata mambo ya nje, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, ilikuwa naishi yenyewe kwa kujitegemea, lakini kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga. Haleluya. Hicho ndio kifo. Imeandikwa katika Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 amesema hivi, nanyi
Anawaambia Waefeso, kabla ya kuokoka nanyi mlikuwa wafu, mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani. Sikiliza, ufu wao unasababishwa na nini? Anasema hivi, kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga. Hawa watu ambao hawajazaliwa mara ya pili, pamoja na kwamba wanaishi kwa nafsi zao wenyewe, taarifa ambazo nafsi inapokea zinatoka kwa mfalme wa uweza wa anga. Mfalme wa uweza wa anga, roho yule adanganyaye, atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Hawa ambao hawajaokoka sasa hivi, hii roho ya kuasi inatenda kazi ndani yao kwa sababu wanaishi nafsi zao zinaishi kwa taarifa zinazotokea nje. Hizo taarifa ambazo zinatoka kwa nje zinatoka kwa mfalme wa uweza wa anga. Tunaelewana? Haleluya. Anasema hivi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao, na sisi tulikuwa tunaishi hivyo. Tunaelewana hapo? Katika tamaa ya miili yetu, tulikuwa tunawaza mambo ya mwilini. Nimeshazungumza hiyo scenario. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia ni mind. Akili zetu zinachokitaka ndicho ambacho tulikuwa tunakiishi. Kwa hiyo hawa nao, kwa jinsi neno la Mungu linasema katika Warumi ya kwamba hakuna mtu kati yetu awezaye kuishi kwa nafsi yake. Hata wale ambao hawajaokoka, kumbe hawaishi kwa nafsi zao, wanaishi kwa nguvu nyingine inawaendesha. Haleluya. Ni sawa hapo? Haleluya. Na sisi tuliozaliwa mara ya pili hatuwezi tena kuenenda kwa nafsi zetu, kwa nguvu ile ambayo nafsi ilikuwa inaishi. Hatuwezi tena kuishi kwa mwili kwa sababu roho zetu zi hai. Haleluya. Mtu akizaliwa mara ya pili anakuwa regenerated, anapokea uzima mpya. Kwanza roho yake inafanywa hai. Ezekieli ameandika katika 36:26-27 ya kwamba itakuwa wakati ule nitawapa roho mpya ndani yao. Haleluya. Na nitatia roho yangu ndani yao ya kuwaendesha katika sheria zangu. Kwa hiyo huyo mtu, pamoja na kwamba nafsi imekombolewa, tunasikiliza hapo, nafsi imekombolewa kutoka katika dhambi, haiwezi tena kushikiliwa na mfalme wa uweza wa anga kwa sababu ameshahukumiwa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo dhambi haiwezi kumtawala huyu mtu. Paulo amezungumza katika Warumi 6 kwamba dhambi haitawatawala kwa sababu kwanza imeshasurubishwa, imeshahukumiwa, haiwezi kuwatawala. Mtu akiishi kwenye mwili ametaka mwenyewe, lakini ile nguvu ambayo ilikuwa na uwezo wa kumiliki haina uwezo tena kutokana na kazi timilifu ya msalaba, imeshahukumiwa. Kwa hiyo nafsi hii imekombolewa. Tunaelewana hapo jamani? Roho haikombolewi, roho inazaliwa mara ya pili. Nafsi ndio ilikuwa imeangukia mikononi mwa adui, ndio ilikuwa inatumikishwa. Haleluya. Kwa kuna mahubiri fulani kule nje, kukomboa nafsi. Nafsi ilishakombolewa kwa sababu ilikuwa chini ya nguvu za giza, ilikuwa katika mikono ya shetani. Shetani alikuwa anatumia hiyo nafsi kutimiza mapenzi yake kupitia huyo mtu. Sasa damu ya Yesu inapokuja inamkomboa hii nafsi, lakini hapo roho ambayo ilikuwa imekufa inazaliwa mara ya pili. Haleluya. Tunapohubiri Injili tunakomboa, tunaziokoa nafsi, hatuokoi roho. Roho, huyo mtu akimpokea Yesu Kristo, roho inazaliwa mara ya pili, haikombolewi. Tunaelewana hapo? Haleluya. Haleluya. Roho ikizaliwa mara ya pili inapokea uzima wa Mungu. Huu uzima wa Mungu unaitwa zoe, God kind of life. Wakati kabla mtu hajaokoka alikuwa anaishi na uzima wa nafsi, suche. Ni uzima ambao unatokana na senses na taarifa ambazo zinatokea nje. Sasa huyo mtu akishaokoka ni kiumbe kipya. Tunaelewana hapo? Hiki kiumbe kipya kiko wapi? Hiyo roho ndio kiumbe kipya.
Haleluya. Lakini hiyo roho ambayo Petro amesema kwa mezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, ambayo ni neno la Mungu. Haleluya. Inakaa katika roho. Na kwa sababu utu wa kale ambao ndio ulikuwa unatumikishwa na shetani kwa mujibu wa kazi ya msalaba, huo utu ulisulubiwa pamoja na Kristo ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Huyo mtu anapokea utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Anapokea utu mpya. Tasema kitu kimoja. Hapa hatuna mtoto, lakini hebu nikuchukua katika ulimwengu wa roho. Nina mtoto hapa, na mtoto hapa wa mwaka mmoja. Wa miaka wa siku 2 tu amezaliwa jana. Huyu mtoto huyu ni mtu, sio? Ni mtu kama wewe. Sawa? Ni mtu tu kama wewe. Wewe ni mtu na huyo mtoto ni mtu. Tofauti ya huyo na mimi nimekuwa, nimeongeza maarifa na knowledge. Hekima na maarifa imeongezeka. Nategemea hayo maarifa nimeyatoa wapi? Hata Yesu alipozaliwa alisema huyu mtoto akakua katika hekima na maarifa. Haleluya. Haleluya. Huyo kicho kiumbe kipya kinapozaliwa ndani yako ambao ni roho, inaanza kukua katika hekima na maarifa. Hayo hekima na maarifa ndio zinatengeneza utu mpya ndani yako. Lakini paka huyu mtu awe kila mara tunasema kwa Kiingereza ana exercise his spirit, anaifanya roho yake ifanye kazi ili huyo mtu akue, halafu aumbike kwenye lile eneo ambalo utu wa zamani ulikuwa unakaa, ili huyo mtu aanze kuendeshwa na nguvu za Mungu, awe mtu wa roho. Tumeelewana hapo? Ndio maana Paulo amezungumza katika Wagalatia sura 4 mstari wa 19 kwamba watoto wangu wachanga wadogo naonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Maana ya kwamba alikuwa ni kidogo ambacho kinakuwa pamoja na roho yako, lakini sasa mpaka aumbike ule utu mpya uumbike ndani ya mtu. Utu mpya unaumbika ndani ya mtu pale ambapo mtu akijua ya kwamba utu wangu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo na mimi ni kiumbe kipya. Haleluya. Na sasa mimi ni mwana wa Mungu, ninao uzima wa Mungu, mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita ni mambo gani? Mambo yote yanayohusu nilipozaliwa katika mwili kwa Adam yamepita. Na tazama, behold, na tazama, lazima uone upate ufunuo. Na tazama, yote haya mapya yote yamekuwa mapya, na haya yote yatoka kwa Mungu. Haleluya. Unaanza kuyawaza haya, ghafla ule utu wako wa ndani unaanza kuumbika, unaanza kutake place kwenye lile eneo ambalo utu wa zamani ulikuwa unakaa, ambao hauna mamlaka ukaa pale, kwa sababu kazi ya msalaba ilikwisha kumalizika. Na shetani hana mamlaka juu ya huyo mtu, na dhambi haiwezi kumtawala huyu mtu, isipokuwa huyu mtu akikubali, akiamua mwenyewe. Kwa sababu bahati mbaya sana, lakini sio bahati mbaya, kwa sababu kazi ya Mungu haina bahati mbaya. Ni kwa sababu mtu alikiumbwa, anaumbwa na utashi wake, aamue mwenyewe. Haleluya. Ukitumia utashi wako vibaya, unaweza kuangamia. Haleluya. Ndio maana Paulo akashauri Warumi sura 8 ya kwamba mkianza kufuata mambo ya mwili mnataka kufa. Kwa maana ya kwamba kama vile ambavyo Adamu alivyokufa, pamoja na kwamba dhambi ilishahukumiwa msalabani na utu wenu wa kale ulishasulubiwa, halafu dhambi haiwezi kuwatawala, lakini nyinyi mkiendelea kuishi kwa mambo ya mwili, kufikiria mambo ya mwili, mnataka kufa. Lakini mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Maana mtaishi ule uzima ambao mmepewa. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma hapa, tutasoma mistari mingine 3 hapo, halafu tutakwenda pale. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu anayeweza kuishi kwa nafsi yake
Hii imeanza kusaundi vizuri sasa. Hata Yesu alisema ya kwamba bila mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Haleluya. Alikuwa anamaanisha kwamba mtu yoyote ambaye ameungwa na Bwana, neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 17, aliyeungwa na Bwana amefanyika roho moja naye. Yaani roho yako na roho ya Bwana ziko pamoja katika roho, amefanyika roho moja naye. Kwa hiyo huyo mtu anatakiwa kuishi kwa nguvu za hiyo roho ambayo inaleta taarifa kwenye roho ya mtu, halafu roho ya mtu inaleta taarifa kwenye akili zake, halafu akili zake zinachakata zile taarifa, anafanya yale ambayo roho ameagiza katika mwili. Tumeona hapo? Haleluya. Haleluya. Bila mimi hamwezi kufanya kitu chochote. Tunajua ya kwamba wale ambao sio wa Kristo wanafanya mambo bila Yesu Kristo. Si ni kweli? Kwa mujibu wa jinsi nilivyosoma pale ya kwamba wale waliomwasi Mungu, hata sisi tulikuwa waasi, maana tulienda kwa tamaa zetu wenyewe. Haleluya. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza kufanya mambo yetu wenyewe bila kumtegemea Mungu. Japokuwa hayo mambo mengine yalikuwa yanafanikiwa, lakini hayo mafanikio sasa yasikufanya wewe ufikiri kwamba Mungu ameniwezesha. Kwa sababu mwanadamu alivyoasi, roho yake ilivyokufa, akili, hisia na nia hazikufa. Zilibaki vile vile. Ndio maana hata ukienda kwenye nchi za juu za mashariki za magharibi huko, watu kama Warusi. Nimewahi kufanya kazi na mzungu mmoja Graham. Na yeye alishaadapt hiyo knowledge, anasema hakuna Mungu, there's no God. Najaribu kabisa kumfikirisha na kumsomea kila eneo. Anasema there's no God. Hiyo ni idea tu fulani. Haleluya. Imagine watu kama Warusi wanasema kwamba huwa hamna Mungu. Lakini wanafanya mambo makubwa sana. Wanarusha masatellite mpaka mwezini, mpaka wapi, kuonyesha kwamba akili ya mtu na mawazo ya mtu na nia yake na hisia zake hazikufa. Zinaweza kufanya mambo makubwa sana bila Mungu. Lakini hawa ambao waamini Yesu Kristo, they should not do anything without the Spirit. Hawatakiwi kuishi wenyewe kwa kujitegemea wenyewe. Wasiishi kwa nguvu iliyokuwa inatawala nafsi zao. Waishi kwa nguvu za Mungu ambazo zinapokelewa kutoka katika roho. Haleluya. Hapa ndipo tunasema kwamba umuhimu wa mtu kuokoka. Kwanza kabisa anaokolewa kutoka katika nguvu za giza, nguvu ya dhambi. Haleluya. Nguvu ya dhambi. Pia anaokolewa kutoka kwenye hiyo nguvu ya nafsi, self life. Haleluya. Yesu amezungumza vitu hivi katika injili zote 4. Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Anasema mtu akitaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe. Mtu akitaka kuwa mwanafunzi wangu. Imagine hayo maneno alikuwa anawaambia waliookoka. Alikuwa mbele ya wanafunzi ndio anawaambia na makutano. Kwa hiyo alikuwa anajumlisha na wanafunzi. Ni kama vile Yesu asemaye hapa, watu wa kanisani na wote wameokoka, halafu anasimama tena, anawapiga biti nyingine, anawaambia mtu akitaka kunifuata, akitaka kuwa mwanafunzi wangu, ajikane mwenyewe. Haleluya. Ajikane mwenyewe na nini? Aukatae ule uzima, ile self-centered life. Huwa ule uzima ambao kwa nauishi. Aukatae. Anaukataaje? Kwa kukiri kazi ya msalaba ya kwamba huwa uzima ulisulubiwa pamoja na Kristo. Haleluya. Na hayo ni maisha yake ya kila siku. Haleluya. Paulo anazungumza, amejaribu kudemonstrate na Yesu aliishi vile vile na wanafunzi wote waliishi vile vile. Amezungumza katika Wakorintho wa pili sura ya 4. Nitasoma hapo haraka. Wakorintho wa pili sura ya 4 anasema hivi. Anasema Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Siku zote every day, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu Kristo, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao ambao uko katika roho zetu, ambao roho yangu iliyozaliwa mara ya pili napokea uzima kwa Mungu. Anasema hapa
Anasema ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanao na mauti. Basi hapo mauti, sikiliza, hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, kwa maana ya kwamba tumekiri ya kwamba sisi tumekwisha kufa. Kwa hiyo mauti ya Kristo inafanya kazi ndani yetu, maana tumekiri hivyo, na siku zote tunaishi kwa kuuawa, kwa kukataa utu wetu wa kale, kwa kukataa nafsi, kwa kukataa ule uzima wa nafsi, ile nguvu ambayo ilikuwa inaiendesha nafsi mara ya kwanza. Tunaelewana hapo jamani? Gospel iko very clear sana. Ni injili ambayo wale wenye injili aina nyingine ya falsafa ya ulimwengu hawezi kuihubiri hii. Ndio maana inahitaji kwanza ujidhabihu katika roho kuhubiri vitu vigumu namna hii, kwa sababu nagusa ngome kabisa. Haleluya. Anasema hivi, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanao na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Mimi nikisimama hapa kuhubiri, haleluya, na wewe ukiishi maisha yako ya kila siku, ili uzima wa Kristo ambao unatokea kwenye roho yako uonekane juu ya uso wa nchi, ni lazima uwe na mentality hii ya kwamba mimi mwenyewe siishi tena, lakini Kristo ndio anaishi ndani yangu. Ukiishi kwa mentality hiyo kila siku, automatically mahali popote utakaposimama kutembea kuingia, wanamuona Kristo. Mimi nikisimama hapa kuhubiri, lazima niwe nimekufa mwenyewe kwanza. I take the death of Christ. Lazima nichukue kuuawa kwake Yesu Kristo ndani yangu, ili ule uzima ambao niupokea katika roho niuachilie uende kwako. Haleluya. Hiyo ndio injili ambayo inaweza kuponya na kuokoa. Haleluya. Hiyo ndio injili ambayo Paulo anasema. Haleluya. Nisikilize, nataka nimalizie hapa kama kutakuwa na maswali. Yesu alikuwa anazungumza na Nikodemu, Yohana sura ya 3. Haleluya. Tasoma hapo sura ya 3. Basi taanzia mstari wa kwanza pale. Vitu vingine sio vya muhimu sana, ile roho ya Mungu akitaka nivitaje naweza kuvitaja. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu. Maana alikuwa ameshasikia mafundisho yake jinsi yanavyohit. Akiingia kwenye sinagogi mpaka watu wanashangaa. Wanasema huyu mtoto mdogo amejuaje mambo haya? Kwa hiyo appreciate, huyu ni doctor, huyu ni wale wakuu wa dini kwenye masinagogi. Nikodemo anamwambia jinsi anavyofundisha hivi, anasema wewe mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, kwa maana kwa mtu wa kawaida tu ambaye ni mwananchi tu hawezi kufanya vitu hivi mpaka ametoka kwa Mungu. Tunaelewana jamani? Sikiliza jibu ambalo Yesu anampa Nikodemo. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ina maana mtu akizaliwa mara ya pili anauona, sio baadaye. He is born in the kingdom of God. Ukizaliwa mara ya pili umezaliwa kwenye ufalme wa Mungu saa hiyo. Haleluya. Na unaanza kufunction, unaanza kutenda kazi kutoka kwenye ufalme wa Mungu. Kama vile ambavyo watu wasiookoka wanafanya kazi kutoka kwenye ufalme wa giza, wewe ukizaliwa mara ya pili unaanza kufanya kazi kutokea kwenye ground, kwenye eneo la ufalme wa Mungu hapo. Amen. Haleluya. Haleluya. Sio issue ya kusema kwamba eti kwa sababu nafundisha mambo mengi na ishara nyingi ndio kitu kinifanya mimi nionekane kutoka kwa Mungu. Hapana. Ukizaliwa tu mara ya pili unaanza kuperceive, unaanza kupokea vitu vya ufalme wa Mungu na unaanza kutenda hapa. Amen. Sio issue ya kwamba mpaka nitoke mbinguni. Ndio maana Yesu hakumjibu kwamba mimi sijui namna gani. Mtu akizaliwa, mtu yoyote akizaliwa mara ya pili
sio atauona baadaye. Hayo sio mafundisho. Anauona, he live in him. Haleluya. Anaishi kwenye ufalme wa Mungu. Tarudia hapo, lakini napokea rema hapa na niambia niende kwenye Zaburi 87. Zaburi 87 inasema hivi. Anazungumza wale ufalme wa Mungu. 87 mstari wa kwanza. Msingi wake upo juu ya milima. Huu ni ufalme mtakatifu. Bwana ayapenda malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Ametajwa kwa mambo matukufu, mji wa Mungu. Nitataja Rahabu na Babeli. Anawataja watu ambao walikuwa duniani, Rahabu na Babeli, miongoni mwao wanaonijua. Tazama Filisti na Tiro na Kushi, huyu alizaliwa humo. Haleluya. Siku hii ambapo tutakapokuwa tuko katika ufalme wa Mungu, Mungu atakuwa anatambulisha watu wake. Anasema huyu na huyu walizaliwa humo. Walipozaliwa tu mara ya pili, walionekana wamezaliwa kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Anasema hapo ya kwamba naam, mintarafu Sayuni itasemwa, huyu na huyu alizaliwa humo. Na yeye aliye juu Bwana atahesabu, mstari wa 6. Bwana atahesabu awaandikapo mataifa ambao ni sisi. Sisi ni mataifa. Lakini tutapozaliwa mara ya pili, siku ile anapotuintroduce, siku ile ambayo kwenye ufalme wa Mungu, anasema huyu Kapalale, si kwamba alikuwa Arusha. Hapana, alipozaliwa, angalia pale, alipozaliwa, alizaliwa humu. Tunaona hapo. Kwa hiyo mtu akizaliwa mara ya pili anakuwa ameingia kwenye ufalme wa Mungu. Halafu anasema hivi. Anasema Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Hayo ni maswali tu ya mwilini. Unajua, kujua doctrine nyingi sio kwamba unakuwa mtu wa kiroho. Haleluya. Kujua maandiko mengi sio kwamba umekuwa mtu wa rohoni sana. Haleluya. Mimi nimesoma theology na naelewa, lakini theology haiwezi kunifanya mimi nikawa mtu wa rohoni. Haleluya. Kwa sababu mimi siwezi kumzidi Nikodemo ambaye alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, anaijua Torati, halafu amri 10 zote yeye alishazitunza zote, na sheria na hukumu zote yeye amezishika. Kwa sababu mkuu wa Wayahudi kama angeweza kuvunja hata moja, angeondolewa kwenye position. Kwa hiyo Nikodemo alikuwa ni mtu mzuri, ni mtu ambaye anajua doctrine zote. Yaani kwao agano la kale ndio nyumbani kwao. Lakini hapa anaonekana kwamba hajui kitu chochote kuhusu habari ya uzalio mara pili. Halafu anasema hivi. Yesu akajibu, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Haleluya. Na ukisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Yohana 12. Bali wote waliompokea, yani waliozaliwa mara ya pili, aliwapa uwezo wa kufanya kwa watoto wa Mungu. Huo uwezo huo kwenye roho, kwenye ule uzima ambao wamepewa. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili. Watu wote waliozaliwa kwa mwili. Yaani sisi tulipokuwa tumezaliwa kwa mwili, tulikuwa tunaishi kwa mapenzi ya mwili. Haleluya. Nimesema ya kwamba mtu hawezi kuishi kwa nafsi yake mwenyewe. Mtu hawezi kuishi kwa taarifa zinazotoka nje. Haleluya. Lakini mtu akizaliwa mara ya pili, roho ikizaliwa mara ya pili, huyo ni mtu wa mbinguni, huyo ni mtu wa juu. Amezaliwa kwa mapenzi ya roho, sio kwa mapenzi ya mwili. Na kama mtu akitaka kuishi mapenzi ya roho, lazima aishi kwa roho. Aanze kuwaza mambo ya rohoni, kwa sababu mtu aufuataye mwili huwaza mambo ya mwilini, na mtu aifuataye roho huyawaza mambo ya rohoni. Haleluya. Mtu hawezi kuishi kwa nafsi yake mwenyewe. There is something must be done. Lazima kuwe na nguvu, either inatoka katika ulimwengu wa roho kwa Mungu inamtawala huyu mtu, au ulimwengu wa roho katika ufalme wa giza inamtawala huyu mtu. Lakini nafsi haiwezi kukaa yenyewe pale katikati ikajitegemea yenyewe. No, hiyo kitu principles za ufalme wa Mungu haziruhusu. Ukijaribu kuishi kwa principle hiyo, sasa na mtu ambaye amechukua kadi ya benki ya mtu mwingine, akataka kutoa hela kwenye benki.
halafu akosea kuingiza password, inakataa. Kila kitu kina formula zake. Wala wewe huwezi kuishi katika mwili ambao ni umekuwa adui wa Mungu, halafu ukaanza kuomba baraka za Mungu akubariki wakati uko mwilini. Lazima uwe katika roho, maana roho ndio yenye haki. Haleluya. Baraka zote ambazo Biblia imesema ni kwa ajili ya wenye haki, lakini waishi katika roho. Haleluya. 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 Maana waufuatao mwili hawezi kumpendeza Mungu. Sasa inawezekana kweli Mungu anakuona humpendezi, halafu mengania kule, halafu naomba akupe baraka ukiwa kule. Inawezekana kweli? Inawezekana kanisa? Sio sasa na kuingiza password, kuingiza kadi ya benki, wataka utoe hela wakati password sio ya kwako. Inamezwa. Kwa lazima katika right position, hata ulinzi wa Mungu lazima katika right position ili Mungu akusupply. Hata Agano la Kale ilikuwa ni hivyo hivyo. Kumbukumbu la 28 anasema kwamba mkizitii amri hizi na kuzifuata, ndio baraka hizi zitawafuata, lakini mkiziasi hizi, laana zinawafuata. Na Agano Jipya ni vile vile. Mtu hana uwezo kumwambia ubarikiwe. Unajuaje kama umetii amri ya Mungu? Hallelujah. It's impossible. Haiwezekani. Mungu ana principle. Na ukitii amri, zinasema zinakuovertake zile baraka, zinakufuata tu. Hata wale maombi nibariki inakuwa hayapo kwa sababu kwenye position. Na ulinzi wakati mwingine ukiwa katika right position, hata kama usipoomba ulinzi, you are protected. Yaani uko under control. Hallelujah. Hallelujah. Kuna position ambayo unaweza kukaa ukaishi maisha ya ushindi, na mambo mengine hata kama hujaomba Mungu anakufanyia. Tutaendelea wiki ijayo na Mungu awabariki. Bado dakika tano ninaruhusu maswali. Wiki ijayo tutaendelea, tunagusa vitu hivyo rohoni, nafsi na mwili, mpaka angalau kanisa lifike sehemu fulani.